Makachero wanachunguza tukio moja huko kumradhi ni kwamba tunaendelea na taarifa za nyota ambapo wajasiriamali 5880 chipukizi kutoka kaunti za Mombasa, Kwale na Taita Taveta walipokea jumla ya shilingi milioni 139.5 leo kama mtaji wa kuanzisha biashara chini ya mradi wa kitaifa wa fursa za vijana kujiendeleza kiuchumi almaarufu Nyota. Na walionufaika, mtazamaji, walitoka wadi 70 kwenye magatuzi hayo matatu na walipokea ruzuku hiyo kupitia simu zao za rununu katika hafla iliyoongozwa na Rais William Ruto kwenye uwanja wa maonyesho ya Jomo Kenyatta jijini Mombasa. Naam, tukiendelea mbele ni kwamba Makachero wanachunguza tukio moja huko Lumakanda, kaunti ya Kakamega, ambapo mwanamume wa umri wa miaka 39 alifariki baada ya kujiteketeza. Polisi walisema Moffat Munubi, ambaye amekuwa akitofautiana na mkewe, alirejea nyumbani akiwa na petroli kwenye mtungi wa lita 20, kisha ugomvi ukazuka kati ya wanandoa hao, ambapo mwanamume huyo alimshambulia mkewe na kumpiga kwa nyundo katika jaribio la kumuua, lakini hakufua dafu. Kisha inadaiwa kwamba alijiteketeza baada ya kujimwagia petroli mwilini. Tuipate taarifa hii. Hiki ndicho kilichobakia katika boma hili kufuatia ugomvi kati ya wanandoa uliosababisha Moffat Munubi mwenye umri wa miaka 39 kujitoa uhai. Wanandoa hao wanasemekana kutofautiana mara kwa mara baada ya mwanamume huyo kudai mkewe alipata mtoto nje ya ndoa. Tumekataza asikia, pipi yangu sijui alisaa nje mtoto, sijui nini, na mtoto amemfuanana na mwanyenye mtoto huyu si wako. Unasema nini? Kwani wewe usahingi ndio unasema pipi alisaa mtoto nje? Hata hivyo, wakazi hawakutarajia kwamba ugomvi huu ungegeuka umauti. Nasikia tu ameniua, na nikasikia tu kitu moshi kafanya tu. Nimeingia tu kwa nyumba, nimepomoa mlango ya rumu, amemwakia pipi mafuta, anataka wachomekee huko, na amempika nyundo hapa kwa kisoko hapa. Kwa bahati nzuri, mke wa marehemu alinusurika jaribio la kuuawa na mumewe baada ya kuokolewa na majirani na kumwacha mwanamume huyo ndani ya nyumba yao, kisha akajitoa uhai. Huyo msichana yangu amelia hapa, amemwakia petroli yote mwili, tumemuoa, ameoka, ameenda kwa hospitali. Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusu tukio hilo lililowashangaza wengi, wanandoa wakihimizwa kutafuta suluhu wanapotofautiana katika ndoa badala ya kutumia vurugu. Yusuf Farah, Darubini.